Parokia ya Magiri, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo. Nitambo jitambulishe, halafu tushirikishe walau machache hususan masuala ya familia. Sasa hivi naona mambo ya ndoa, mambo ya familia, mengine wameanza kukata tamaa, wengine hataki kuingia, wengine hataka kutoka, wengine wameletwa mambo mengi ya kufanya hata kuipiga vita familia ili ikiwezekana basi tukose familia zilizo njema za kutuletea miito mbalimbali na kadhalika. Sasa nitambo jitambulishe, kwanza tuambie una umri gani wa huduma kama mchungaji au huduma ya kichungaji katika kanisa. Mimi naitwa Mheshimiwa Padri John Joseph Mungoli. Kwa sasa hivi miaka ya huduma nina mwaka wa 45 wa huduma. Ndio mchungaji. Na umri wako mwenyewe wa kuzaliwa? Umri wangu wa kuzaliwa sasa huu ni mwaka wa 72. Hongera sana. Ndio. Kwa hiyo hakika katika umri wako huo hasa wa kichungaji utakuwa umeshafika parokia mbalimbali za Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, lakini pia hata na sehemu zingine Tanzania. Na katika uzoefu wako unaweza kutushirikisha walau ni nini hasa unafikiri ni changamoto kubwa katika maisha ya ndoa, maisha ya familia, wito huu wa familia, ambapo pengine inasababisha ndoa zinavurugika, panakosekana amani, magombano na kadhalika? Karibu. Asante sana. Kwa kweli kwa ujiona wangu kuhusiana na masuala ya sakramenti ya ndoa, nakumbuka tangu niwe padri bado kijana na nini, nilichokiona sana ndoa na udumifu wake na ustahimilivu wake huwa inategemea sana makuzi ya huyu anayeingia katika unyumba. Amezaliwa wapi, amelelewaje na wale wazazi, kuweka ule msingi. Kwa sababu maisha ya mito haya pia, kwa mfano kama ya ndoa, mtoto anapokuwa amezaliwa kwenye familia anaona wazazi wanavyoishi, na hapa anaanza kuchota taswira fulani ya maisha ya unyumba. Anaona kwamba baba na mama wako pamoja, kama familia yao ni ya amani na yeye ataiga amani. Yaani yale mambo yote ambayo wanazingatia, wanashirikiana labda katika familia yao, wanajadiliana, wanapanga mipango, wanafanya kazi pamoja. Yaani yale majukumu yao ya kifamilia anayoyashuhudia kama mtoto, haya ni muhimu sana yanapoingia na yeye katika kichwa chake. Anaanza na mimi basi nitakuja ishi hivi nitakapokuwa na mimi na mji wangu au na familia yangu. Lakini sasa nilichojionea tu ni kwamba panahitajika matayarisho mazuri toka mwanzo. Ulimwengu wa leo hii umekuwa tofauti. Mtoto harithi sana yale makuzi ya kukaa na familia yake toka mwanzo. Si unajua sasa hivi tena mambo haya mabadilika. Mtoto amekuwa tu kana miaka 3 4 sijui kamepelekwa kwenda kuwekwa shule ya boarding si wapi. Zile hisia na ule mvuto wa kukaa, aonje mama, aonje baba, na yeye msaidie kukua katika malezi ya hayo, anayakosa. Hasa anapoyakosa yanapunguza sana katika akili yake na namna yake vinavyomuunda awe mtu, ajenge utu wenye utu kutokana na msingi wa familia, anaikosa. Na anapoikosa hii, ndio unakuta changamoto ni nyingi sana sasa hivi za mambo ya ndoa. Vijana wetu wanapofunga ndoa, unakuta kwamba kuna vitu vinapungua. Ule utu ambao angekuwa ameushuhudia kutoka kwenye familia akajengeka na yeye, anapoanza na yeye maisha yake la kusema mimi sasa nasikia wito wa ndoa, nataka kufunga ndoa. Mara nyingi vijana wetu leo hii namna yao kwanza ya uchaguzi
ni nini anachoona kwamba hiki kitakuwa ni kiini cha kujenga ndoa yake. Unakuta basi yupo. Kwa sababu leo hii ulimwengu wetu tutaangalia tu, anasema la, anakuwa kidigitali, lakini kwa mpango wa nini? Haya, anaangalia kwenye WhatsApp, labda msichana mzuri. Sasa ule ulimwengu wa mastaa ni ulimwengu ambao unawaathiri sana. Anaangalia tu sasa, labda binti huyu ndio ananifaa kwenye ndoa. Vipi? Ni mzuri, nguo anazovaa kama sijui star fulani au nani fulani. Badala ya kuanza na utu wa mtu, anaanza na vitu vya nje tu. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa nini anakosa ile uchaguzi wake nani hapa? Badala ya kuanza na utu, anaanza na vitu vya nje. Mwingine ataangalia mavazi, mwingine ataangalia sura tu. Lakini ukiangalia kwamba ile tabia hasa inayoweza kujenga maisha ya unyumba, yeye mwenyewe pia hajigundui sasa. Amekuwa, lakini pengine amekuwa kirejareja, hazami katika yale yanayomtengeneza awe mtu. Kwa hiyo utakuta zile tabia zake pengine zinaathiri maisha ya baadaye. Haya, kijana labda ni wa kiume, sawa, amekuwa katika mabadiliko yake ya hatua mbalimbali za makuzi. Unaweza kukuta pengine hakupata mafundisho mazuri yanayomlea na kumjenga kama kijana ambaye anaweza kuwa na kujichukua hatua kwa hatua. Yaani mabadiliko ya kimwili yanayokuja, asije tu akaanza na maisha ya uzuraji au tembezi, au anapoanza kupata hisia za kupenda na kupendwa, asije akakurupuka tu anaanza mahusiano yasiyokuwa na maana. Sasa haya yote yaliyotakiwa kuwa na malezi pengine ameyakosa. Na ndio maana sasa hivi shida kubwa, kwanza uchaguzi. Nimchague nani aweze kuwa mwenzi wangu kwa maisha? Alipokuwa kwenye familia, wale ambao bado labda wamejiungamanisha sana na familia zao, pengine wazazi huwa wanawasaidia labda kuchagua. Wazazi wangu mimi nataka kuoa. Nasema unataka kuoa? Basi tafuta. Sasa leo hii ukisema kutafuta, atamtafutia wapi? Yeye akipanda basi anasema nitamtafuta humu kwenye basi. Akichungulia anaona kama dada mmoja kamekaa vizuri au amekaa na dada mare, salama, namna gani? Si unaishi wapi na nini? Kumbe uchumba kuanzia kwenye mabasi, labda kwenye mwendo kasi. Sasa uchumba wa namna hii mara nyingi hauna ule utulivu. Nakumbuka kuna kijana mmoja mwaka huu alienda Dar es Salaam. Akiwa Dar es Salaam kakutana na kijana, akamwambia kwamba amempenda, anataka wafunge ndoa. Huyu binti kwa sababu hajawa na zana kwamba nikitaka kuolewa ni mambo gani niangalie ili niweze kupata mchumba mwema, hana funguo za kuanzia katika maisha yake katika uchaguzi wa mchumba. Mchumba aweje? Niangalie nini katika kutafuta mchumba mwema? Hana funguo hizo. Kwa sababu gani? Nyumbani hawajamwambia, na katika kukua kwake hajapata nafasi labda akasemenishwa, au viongozi wale wanaomlea, makatekisa, mapadri, sisi wachungaji, mapadri, pengine hatukutoa fursa ya semina mbalimbali za vijana wetu. Wao wanajianza kujitambua na wanaangalishwa mambo haya, kwamba unapokuwa kijana wewe ni mtu ambaye umeumbwa, una hisia, unaweza kuwa na mivuto ya harara na kadhalika. Lakini kuwa na mivuto ya harara si mbaya katika yenyewe, isipokuwa unapotafuta mchumba usije kufuata tu hiki, kwa sababu ukienda tu kwa kusema kwamba huyu labda ananisisimua, huyu naona ndio mchumba. Lazima uangalie utu wake. Sasa utu unajengwa na mambo mengi sana. Lakini basi kijana wetu akiwa amefundishwa, akapewa misingi, ni muangalie huyu ni kitu gani kiwe msingi kwangu kitakacho nifanya mimi nikiingia unyumba naye nitajenga kwenye nyumba imara, au nitajenga kwenye msingi imara. Hasa msingi wangu unianze na nini? Sasa ile misingi ya kuanzia mara nyingi vijana wetu hawana. Nini nianze nacho? Sasa hili linapoonekana kwamba ni mapungufu, sasa hivi athari ni kubwa sana. Kwa sababu tunasema kwamba watu wanapotaka kufunga ndoa huwa wanafanya nini? Kwenye maandiko, kama mtu kijana ni Mkristo, angeweza kusoma maandiko, asema
Biblia inasemaje? Haya, mwanaume atamwacha baba na mama yake, ataambatana labda na mkewe. Maana yake katika masuala ya unyumba, kama anataka kufunga ndoa, kuna kitu kinachosema kwamba wewe kwanza umekulia katika malezi ya wazazi, umefundwa pale, na mwenzako naye mtafuta naye amelelewa, amefundwa pale. Sasa unapomtafuta upime tabia na muono wake kufuatana na mazingira ya nini aliyokulia, ule utu wake umejengekaje. Unaweza kumwangalia sasa, adabu njema, sasa huyu wazazi wake nadhani ni watu wa dini, anaonekana huyu ni mtu wa dini na mimi ni mwana dini. Kumbe yale mazingira aliyomjenga huyu, mfumo wa maisha yake ya kidini ukoje na ni gani, adabu njema ya je, ni mtu anaweza kuwa anafanya kazi, amekulia katika kazi, anaweza kuaminika na kuachiwa na wenzake. Kwa sababu mara nyingi tunasema hawa wachumba wanaochukuana leo hawapimi vitu vinavyohitajika kuwa ndio msingi wa kuweza kuanzisha maisha ya unyumba, yaani yatakayojenga kiini cha unyumba. Huwezi ukasema tu huyu mimi taambatana naye, lakini ana sifa zipi za kuambatana naye? Ni mwaminifu? Je, ni mtu ambaye amekulia kazi, ana fikra ya utu, ana tabia za kiutu, tunaweza kuendana naye? Sasa unakuta kuna vitu vingine vikipungua hivyo vinavyojenga kwanza ile tabia yake yenye utu, akiwa hana, ni matatizo makubwa. Ndio maana unaweza kukuta wanafunga ndoa leo, haya mseremko, lakini maisha watakapoanza wiki la kwanza la pili, kumbe mwenzako alipokulia pengine hakujifunza hata kazi, yaani ile tunasema ile elimu ya nyumbani ya maisha hana. Amekulia kwenye shule hata labda kupika hajui. Unapofunga ndoa anaanza juma, mimi wasijui kupika. Leo tunaenda hoteli gani? Hoteli wapi mama? Sisi wenyewe kwenye nyumba yetu, ulipofunga ndoa utaambatana na mwenzako, mwende mkaishi huko, mwanzishe familia yenu. Na kuanzisha familia, nyumba yako. Sisi wewe hujui kupika, hujui kufua nguo, hujui kutandika kitanda, sijui. Sasa maisha haya hutayaweza. Na ndio maana unakuta sasa hivi matatizo ni makubwa sana. Kwa sababu gani? Ile misingi inayomjenga kwanza huyo tabia, namna yake ya kujituma na kuhudumia wengine. Huduma kwa wengine inaanza nyumbani. Anapokuwa pale wazazi wako wanatoa, fulani twende tukachote maji, twende tukasenye kuni, twende tukafanye hiki na nini na nini. Labda leo korogea uji wa dogo zako, mama sijui nifundishe, unaweka unga kidogo, fanya hivi, fanya hivi. Kumbe unakuta anaanza na stadi za kazi za mazingira ya nyumbani. Lakini sisi sasa hivi ni shida. Bado kuna watu, kijana wa leo yanapotaka kuoa, kama ni mhakika anasema tu, mimi sasa nitoka napikia nini? Tutaenda tukanunue mnadani, masufuria, si na nini. Ukimwambia katika elimu ya afya, dada, unapojiandaa kuoa au kuolewa, angalia utatumia nini katika kupika vyakula ndani ya familia yako ili usipate maradhi yanayotokana na vifaa unavyotumia. Si tutatumia tu masufuria haya natoka alafu tutanunua. Sasa masufuria, lakini wewe ulishaona sufuria lililotumika huwa linatoboka, linakuanguka vipisi vile vyote unavila. Sasa mume wako ukiwa unampikia, tunasema kwa mfano sisi kanda hii watu wanapenda mlenda labda wa bamia au mlenda sijui wa nini. Haya majani mengine yako yana asidi, yanakuangua. Sasa kutoa sufuria unaoleta mlenda kwenye sufuria mwenzako. Wanyamwezi wanasema ukuyo mazigwa, yaani vile vipande vya chembe zile za aluminium, atakuwa unamtoela na kula, utaua familia. Sasa lazima, ndio maana wale wa zamani kana binti mwema, unataka kuwa mwanandoa, jifunze na kufinyanga vyungu. Zile zana zetu asilia za kutumia katika nini maisha, na zana zetu ni kwamba nini? Kwa vyungu vina afya zaidi. Wewe unaomba kwa udongo, hasa kama unaomba kwa udongo, ukitumia vyombo vya zana vya udongo, vina usalama sana, havikuletei athari sana. Ndio maana basi tunasema kwamba misingi ya maisha ya unyumba, malezi aliyopata, makuzi yake aliyofanya, yanamtengenezaje awe ni mdada atakayekuwa awe mama mwema, awe ni mkaka atakayekuwa baba mwema katika maisha yake ya nyumba anayoanzisha. Na anapoanzisha lazima ajue, mimi tabia yangu ikoje? Nina utu, kwa sababu kumpokea mwingine lazima uwe na utu. Sasa kama wewe labda umekuwa katika mazingira nini? Ni ya kujihami. Mazingira yako ni ya kujihami. Ukigusa kidogo, inategemea.
wazazi pengine kule huyu wewe alikuwa anapigwa sana hata kidogo. Mama ana hasira na baba, hadi soto la kiume na ine kidogo na kwa. Unakuta sasa naye amekuwa katika mazingira mshakujihani. Sasa aliyekuwa katika tabia ya ukatili ndio wale ambao unakuta kwamba jamani, ukatili wa kijinsia mbona ni hatari? Mengine ameyaona. Sasa amekulia katika mazingira gani? Kumbe kukua kiutu ni jambo la msingi sana. Na hata wanapochaguana lazima na yeye huyo achague mtu sasa. Huyo kijana kwanza anatoka wapi? Familia yao ikoje? Atambue achokonoe kwanza vitu vinavyomjenga utu wake huyu. Hii itamsaidia kama ufunguo wa kwanza wa kusema nataka mimi kufunga ndoa. Huyu naye mchagua amekulia mazingira gani? Mwingine mazingira aliyokulia vile yalivyojionea vimemshape au vimemuunda. Hasa vinavyomuunda hivyo, kama ni vya ovyo atakuwa baba wa ovyo, kama ni mama vimemuunda vizuri atakuwa mama mzuri. Kwa hiyo unakuta kwamba basi kwa kuwa katika maisha ya unyumba huwa kuna lile swala linaanzia kwa wazazi. Utatoka kwa baba na mama yako. Sasa mimi sikukulia kwa baba na mama yangu. Kwa hiyo maandiko matakatifu kama ndoa za Kikristo ndio basi. Hujaonja makuzi yako, hayajaonja malezi ya wazazi. Sawa, mwingine unaweza kusema bahati mbaya mimi jamani nilipoteza wazazi kwa mapema. Nina mzazi mlezi. Sawa, mzazi mlezi anaweza kuwa naye mkao mzuri akakushepu. Lakini sasa shida ya leo hii, watoto kuondolewa mapema mno nyumbani, kuna vitu wanapungukiwa. Na vinapopungua hivi, yale ambayo angetaka ajifunze tu ya utu wema, anakosa. Ataenda kwenye machuo na maliza ukasa nataka kufunga ndoa. Hana. Mwanamke amekuwa hivyo hivyo na mwanamume amekuwa hivyo. Wanaposema tutaambatana, wanatoka wapi? Na kuambatana kwenyewe unaweza kukuta kwamba basi tumekutana. Huyu amesoma tu mashule, anafika leo anataka niambatane na huyu. Huyu hakulelewa kwenye familia na huyu amekuwa kirejareja. Shule huko na huko na halafu akupata labda mafundisho ya dini, huyu mwalimu apita wote. Kuna sehemu ni bahati mbaya kweli. Hatuna walimu wa kutosha. Anaenda shule ya msingi, hana mwalimu wa dini. Shule ya msingi anamaliza, sekondari anamaliza, anaenda vyuo, hapati. Sasa unakuta yale ambayo angekuwa ni mafundisho ndio mchangiza yeye aweze kuwa na akili ya kujijenga. Ufahamu wake ulelewe, uwe na amali nzuri za mfumo wa maisha, anakuwa hana. Sasa hizi ni changamoto. Na changamoto hizi sasa zinakuja. Kijana wa leo ukimwambia sasa kuoa na kuolewa, mwingine yeye anasababu anajisikia tu kwamba basi nguvu ya maumbile inamletea msukumo fulani. Anaenda kwa mwanamke, anambia mimi unajisikia nitafute mwanamke. Nini? Atakuwa ananituliza. Anafikiri ndoa ni kumpata mtu atakayetuliza harara. Kumbe ndoa ni zaidi ya harara. Ndoa ni zaidi ya hisia ya maumbile. Ndoa ni zaidi ya nani ya kusema tu kwamba kumbe nikiwa na mwanamke mimi labda ni tendo la ndoa basi. Kuna kutunzana kimwili na kiroho. Asipoyaweka haya basi utakuta kwamba ndoa nyingi zinakuwa shida. Atamchukua kama mimi nilimwona huyu ndio anafaa. Saluta zake unaona. Uchaguzi wa leo hii vijana wetu vitu vingi tunaiga. Unakuta kijana anaiga, anaona atakwenda wazungu. Google anasema mwanamke mzuri yote, wanakupa sifa za kizungu. Labda mimi ni Mjerumani. Mjerumani atasema bwana sisi sehemu moja wapo ya muhimu ya kusema huyu mwanamke ni mzuri ni saluta. Sasa wewe kijana umekulia labda Usukumani ukisema mwanamke mzuri wanaangalia nini? Hawaangalii saluta, wanaangalia wowo. Sasa wowo nini? Manake maumbile yake ya maungo kuanzia hapa kiume. Amevimba anasema huyo ndio. Sasa unakuta hata namna ya kuchagua inategemea mazingira. Ndio maana sasa hivi kuna shida sana. Na wanapofanya hivyo, dunia ya leo pia unachagua mchumba. Mvao huyu amekuwa anavaa vimodo. Anapovaa vimodo, ile sifa ya mwanamke wa Kiafrika, labda Msukuma gete wanasema au sijui, ameshajiharibu huyu. Kwa sababu gani? Tupe mfano. Mara nyingi nikienda mnadani unakuta watu unaona wananunua tu suruali za kubana, wanawake na wenyewe wananunua vimodo vile vya kubana. Kumbe katika maumbile na maumbo ya binti, misuli yake haipaswi kubanwa.
inatakiwa misuli yake akue inaachia, kwa sababu huyu ameumbwa katika namna fulani. Atakuja kuwa mzazi, atakuwa ni mtu anayeelewa watoto. Sasa anapovaa vimodo toka mwanzo, anabana ile misuli, unajikuta basi wanasemaje, onyamzikawi nyafe ile. Sasa ile slim fit wanaoitafuta kuna nani hapa, kumbe inamharibu. Na ndio maana unakuta mambo mengine ni shida. Leo hii wewe angalia tu, kijana anasema vipi sasa, labda huyu, lakini anishajiharibu. Mfumo wa mvao unamharibu kuwa na sini nzuri, unamharibu katika yale mazingira ya kiafya. Mvao wake anaiga, amevaa kiatu, vile viatu ambavyo tulikuwa tunasema karibu yenye kancha karefu huko nyuma, kumbe misuli yote ya mguu anaharibu. Kumbe anaanza kuwa na afya mbovu. Hii miguu yangu nikivua kiatu hili, siwezi kabisa, lazima nivae kiatu kingine kirefu. Sasa umeharibu wewe mwenyewe. Sasa kijana asipoenda tu kichwa, lazima useme nataka kuoa. Huyu mtu ana imani gani? Mazingira yake alikokulia, tabia zake zikoje? Makuzi yake haya yeye yamemlea katika nini? Adabu njema, anaweza kufanya kazi, anavaaje, anavaa kwa adabu au namna gani na nini na nini, ili kusudi gani? Yale mambo ya kawaida tu yanayomjenga katika sini ya kusema huyu anaonekana ana adabu. Hata mvao wake tutaanza kukuonyesha kwa nje. Lakini sasa hivi unakuta mwenzako amevaa masandalala, na unasema la huyu yani nikiangalia hapa nguo inaona mpaka ndani. Sasa inaona nini sasa? Wewe huyu anataka wewe mkeo, hasa anaonyesha utuputupu ovyo ovyo. Huyu mwanamke gani? Ni muhuni, ni ndanga nini? Sasa anakuta ni shida. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa kweli sasa hivi kuna changamoto nyingi. Ndio maana unakuta vijana wanapochukua na pengine unaona anapochagua au mchumba anafuata vitu gani? Kumbe mimi nadhani tuendelee. Mafundisho ulimwengu wa leo lazima tuwafundishe. Wapo wengine wanatoa vyuo vikuu, lakini yeye anapochagua mchumba anatumia mafundisho ya kwenye Google. Ana Google, mchumba mzuri, aweje? Halafu nani yake vipi? Asiwe na daidai sana au nina. Je, huyu naye muoa, nitashirikiana naye mambo gani? Kuna mafundisho mengine mafungu mufidisi kabisa mafundisho. Wanaambia kwamba mwanamke bwana usimzoeze kumwambia, kwa mfano labda kama wewe unafanya kazi, usimwambie mshahara wako, ufiche mambo mengine. Sasa wanandoa itakuwa ni ndoa gani? Kama unampenda, tangu mwanzo unapotumbiwa unasema mimi nitakayemuoa nitakuwa namficha. Simwambii hiki, simwambii hiki, simwambie hiki. Nafusi wewe, ndio maana ndoa zinasambaratika. Kwa sababu gani? Anafanya umimi, unaingia katika maisha ya unyumba na mawazo ya ubinafsi. Kwa sababu usipomshirikisha mwenzako, ndoa ni wanashirikiana wanandoa, watajadiliana wanandoa ndani ya ndoa yao. Sasa unajikuta kijana wa leo amegugo akapata sifa kwamba wewe bwana, kama wewe unataka uwe mwanamume kweli kweli, kwanza mambo ya kwako siyajue sana mwanamke. Sasa ndoa ya Kikristo itaenda hapo. Anaingia katika maisha ya unyumba, uhusiano huyu unayesema kama umempenda, maana yake nitakuwa naye kushare naye, tashirikiana naye, ndio tutajadiliana naye, tutabadilishana mawazo na nini. Wewe unasema haya nitamficha ya kwamba. Na ndio hiyo inakuwa shida. Unasema kwamba kwa kweli nitakuwa namficha, unaondoka. Asema mwenzangu unaenda, usijue bwana. Haya, vitu gani sasa? Ukipata shida huko anakuja tu, dada, yule fulana nani hapa, sio ndio mume wako amegongwa na pikipiki, boda imempita. Jamani, sasa anaondoka hajaaga. Sasa unakuta tabia hizo za umimi na kusema kwamba mambo fulani atayajua, mambo mengine asiyajue, inawatengeneza msingi mibovu. Ndio maana wengine unakuta wanabuburishana. Mwezi haujaisha tayari inaenda hata mwaka hamna tayari. Paroko, mimi ningejua yani nisingemwoa kabisa huyu. Kumbe yuko hivi nini? Hanipikii chakula, hanifulii hata nguo. Anasema wewe vipi? Sabuni hiyo hapo, beseni hilo hapo, enda kafue. Hasa unakuta yani yale mahusiano na mume hakulelewa kwamba uwe nafsi inaweza kumtumikia mwingine, na huyu iwe nafsi utakayomtumikia mwenzako. Kumbe kutumikiana ni moja ya sehemu ya muhimu katika maisha ya unyumba. Uaminifu ndio huu utakufanya wewe uwe wazi. Sasa wewe unasema unaingia kwenye maisha ya ndoa, alafu unasema ni mtu wa kujificha tabia zako. Vipi? Usiniulize nini? Vipi? Mbona nifuatilie mimi maisha yangu? Wewe mume wangu, si tulisema kwamba katika taabu na raha, magonjwa na afya tutakuwa pamoja. Sasa wewe unanificha hii koje sasa? Asubuhi unatoka, umeamka salama, mwenzako salama.
Ukienda kwa jirani, shemeji habari, nimelala kakichwa kana gonga gonga. Unamwambia jirani gonga gonga. Mkeo hapa umwambie kana gonga gonga. Tayari uhusiano na uaminiano utaisha. Kwa sababu huyu mke wako atasikia. Aisee dada, habari. Wifi. Bwana nani kaka yangu aliniambia alikuwa anaumwa. Hii hali yake sasa hizi vipi? Anaumwa, mbona mimi tulisalimiana anasema ni mzima tu. Sasa leo wewe umesalimiana akakwambia anaumwa? Anasema mimi sijui. Tayari umeshakorofisha. Kwa sababu gani? Ina maana hamuaminiani, hamuambiani vile vitu msingi, hamuelezani. Na haya sasa wengi uaminifu kwa kweli ni tatizo. Na wengine unakuta kwa sababu wameishi maisha hivi hivi tu. Anapoingia kwenye unyumba alishakuwa muhuni. Anapandilia watu. Tabia yake hakujilea katika tabia yenye kana. Binti naye akasema, kwani ikoje? Wengine wanakuja katika mazingira nilishaona sehemu fulani huko vijijini. Unakuta mtu anakwambia, kinaenda huko. Anasema jamani mimi nawahi nyumbani sasa pale. Kwangu nilimwacha kidogo alikuwa na sikia kama kitu kana gonga gonga. Anasema na wewe bwana wewe twende tukatembee. Huyo mke wako umemfanya kama mama yako. Yaani nataka changamkie wanawake wengine. Ambia umemfanya kama mama yako. Kama tu. Kwa wana wangi, yani tafuta na wengine. Sasa vitu vya namna hii, mazingira yanaweza akamkuta huyu akakuwa katika mazingira yale hata anapoingia kwenye nyumba na anaambiwa kwamba unaposema kwamba ndoa labda mume mmoja mke mmoja, umeingia ndoa ya kidini ile ya Kikristo. Haya unafunga ndoa mume mmoja mke mmoja. Haujakaa hata mwezi tayari ulishaanza kutoka nje ya ndoa. Hakuna uaminifu. Sasa kama hakuna uaminifu, ndio haya na hii inatokana na nini? Ujana wako hukulea, hukujilea katika utu wema, hukujilea katika mwenendo ambao unaweza kumsaidia na mwenzako. Unatoka. Sasa utakuwa unatoka kwenye nje ya ndoa. Mwanamke naye atasema, na mimi ndio nile mali sijazoea, na atatoka nje ya ndoa. Kwa hiyo hajitambui. Ndoa ina maana gani kwake na nini? Basi kule kuambatana hakutatimia kwa sababu inatakiwa nini? Lazima uwepo uaminifu. Ule upendo wa kweli ndio utakaoweza kustawi katika yale maisha ya kutambua kwamba mimi kwa na upendo wa kweli nitampenda huyu kama mtu mwenye utu na mimi niwe na utu ili tuweze kuwa nini? Kuchukuana na kukua vema katika mpango wa Mungu. Na wazazi na walezi inawezekanaje au wanawezaje wakawa kikwazo au wakawa sababu ya kuziharibu ndoa za vijana? Yani kwamba labda katika malezi yao au katika maongozo yao au pengine labda machaguzi au usimamizi, masuala ya mahari, masuala ya kuwachagulia mabinti, kuingilia ndoa, yani wana nafasi gani ya kuzijenga au kuzibomoa ndoa za watoto wao? Katika kipengele hiki kwa kweli wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuweza wakajenga ndoa zikadumu au wakaziharibu. Kwa sababu gani? Hawa watu wanaofunga ndoa, kuna mambo tunayosema kwamba labda hawa wanaofunga ndoa tunaambia kabisa kwamba jamani angalieni. Kuna kitu kinaweza kuzorotesha muungano wenu kutokana na nini? Wanafamilia, wazazi, kaka, dada na kadhalika. Hawa nao huwa pengine inakuwa ni nini? Ni kama tishio kwa ndoa hii inayokuwa mpango. Wazazi unakuta kwa mfano wewe labda mtoto wa kiume. Kabla hujaoa labda walikuwa nakutegemea, familia kutegemea. Mwanangu ameniletea zawadi kanguo na nini. Unapooa unaambiwa nafasi ya kwanza tunza mkeo. Nafasi nyingine ndio wale wengine utawata. Kwa sababu hubani unapokuwa umefunga ndoa cha kwanza unaambiwa wewe unatakiwa sasa hata mbele za Mungu unawiwa kutunza mkeo. Sasa na wazazi utawatunza. Maandiko matakatifu yanatueleza vizuri sana kwamba jamani wazazi wetu wote tuzaa, wasaidieni wazee wenu hata wanazeuka na kadhalika. Haya yatakuwepo. Lakini sasa ujue nimefunga ndoa. Jicho la kwanza ni muangalie huyu ambaye ni mwanandoa wako. Na unapomwangalia mwanandoa wako sasa, wale wazazi wengine wanasahau. Ukimruhusu mtoto wako afunge ndoa, maana yake umemruhusu pia majukumu yake ya kwanza amwangalie huyu atakayempokea. Wewe utakuwa nafasi ya pili, mwanzo ulikuwa nafasi ya kwanza. Ndio ameanza kazi siku hizi, ananiletea na nini, amahitumizi, amenunulia na kasimu, ananipa na vocha. Anapooa asema mama utanivumilia kidogo,
Si unajua mkamwana wako na yeye tena kuna mambo matumizi mengi. Sawa baba. Ukitaka wewe ubaki tu ni kama kinara, utawaendesha watoto wako. Siku hizi ndio huyo umekuwa mama yako, huyo mkeo. Zamani ulikuwa unanisaidia, siku hizi hata unisaidii. Kwa hiyo unakuta wazazi wanaathiri hii miungano ya ndoa. Kwa sababu gani? Ataanza kushambuliwa huyu ambaye amepunguza matumizi. Anasahau mzazi kwamba mama, nyinyi wenyewe mliruhusu kwamba oa. Nimeoa. Sasa unasahau kwamba nina wajibu kwa huyu niliyemuoa. Yeye ana wajibu kwangu na mimi na wajibu kwake. Sasa ninapokuwa labda pengine hali inabanana na shindo kutimizia jambo fulani, usinidai kama wajibu wangu wa kwanza. Wewe umekuwa na baba yangu. Wajibu wa kwanza, mimi sitaki kuingilia na wewe ndoa yako. Baba yangu ndio wewe. Lakini mimi nikitaka kuchukua nafasi ya baba nakosea. Nisiwe baba mimi kwako. Sasa haya ni matatizo. Wazazi kuingilia ndoa za watoto wao. Na wengine toka uchumba, nani anakuwa huyu labda tunataka watu wenye matawi ya juu bana. Sasa matawi ya juu gani? Huyu yeye amempenda huyu. Hakumpenda kwa sababu ni matawi ya juu. Amemwona kwamba huyu ni kijana bora, ana tabia nzuri, ni mtu mcha Mungu, sijui nini. Sasa wewe ukiangalia tu matawi bora, utamkuza mtoto wako. Linakuja jamaa mbaya sasa. Kwamba si huyu ndo anakufaa. Anaonekana ni tajiri. Nimemtathmini toka mguu mpaka kichwani hapo. Kiatu nimejumulisha hapa naona kamoja mbao wake. Huyu ndo anakufaa. Sasa wanakufaa tabia zake vipi? Labda alishakuwa teja, mlamba unga, matatizo ambayo tunayo hapa Tanzania sasa. Nishakumbana na kesi moja. Wazazi walikata, kijana wetu nakwambia, amepata mchumba. Kijana kwa taxi driver Dar es Salaam. Amekuja huku bara kachumbia. Anapochumbia anaonekana yuko vizuri na nini vipi, taxi driver. Wamekwenda mpaka ikafika mahali sama saa. Mafundisho utafanya pamoja. Wewe vipi? Itabidi uje. Yule kijana kutoka Dar es Salaam au taxi driver akaja kufanya mafundisho katika parokia moja inaitwa Ipuli. Wakafundishwa na mke wake. Sasa wakati wanafanya mafundisho zinafika pumziko. Kuna siku sasa kwa sababu ilikuwa mafundisho wanafanya mwezi mmoja. Siku moja kupumzika akaona padri akaja yule binti. Padri, mimi nashangaa. Mbona mchumba wangu twende ukamuone vipi? Naona amebadilika sana leo. Amekuja sasa hivi. Twende ukamuone amekaa hapo kwenye ukuta. Kumkuta kainama teja, udelele na mimi binti pole. Vipi sasa mbona naona yuko hivi? Ni mgonjwa. Sasa mimi mpaka nimemuogopa. Nikamwambia binti pole. Basi kawaida wazazi wake hawakuwa mbali katika mitaa ya karibu. Aliwaendea wakaja na wakashuhudia kwamba huyu anayekuwa ndio atakuwa mkulima wao. Ni teja kwenda mbele. Wakashtuka. Mahali walikuwa wameshachukua driver taxi alipokuwa anakuja vizuri, lakini bado wako mafundisho. Ninachotaka kusema ni hiki. Wazazi pengine unaposema vipi kijana yuko Dar es Salaam, mtibiti yetu tutaolewa Dar es Salaam. Tusikia tu Dar es Salaam. Yukoje huyu? Wako mbali, hujamjua. Hata kuchunguza wazazi pengine hawachukui nafasi ya kwenda kuchunguza huyu anayetaka kumwoa wetu anakaa wapi, ni wapi, uko gani? Hamna. Siku hizi tumelegeza kabisa. Hivi amesema tu ndio kwa Dar es Salaam. Imani gani? Sijui. Anaitwa tu Heremani. Sasa Heremani wapi? Hujui. Haya ni matatizo. Kumbe wazazi pengine wanakuwa hawasaidii sana vijana wao. Wanachagua kwa nje kusema huyu anakufaa. Kwa sababu alikuja labda na kama mtu kama unasema hapa kidogo matawi ya juu. Lakini hiyo inawaponza. Wakiharibikiwa sasa watasema tungejua lile kageli ile. Sasa lile kageli mimi nimeingia kwa nyumba ndio hapo utakuta sasa hivi ni kesi kila mmoja anataka talaka anataka talaka. Nini? Makosa yako pale. Uchaguzi, wazazi kutusaidia kijana kuchunguza yule anayetaka kuwa mkulima au mkamwana. Hatuwajui. Wanafuata pengine tu utajiri wake. Ana nyumba, ashajenga na nyumba. Safi. Huyu atakuleta. Ana nyumba. Na nini tena ana gesi moja hapo. Hapa. Utakuwa na nini? Una ukwashi mwanangu. Sasa wazazi, mtoto aelekezwe kupata wachumba wema wanaomfaa kiutu. Mali hutafutwa. Ukisema umemtathmini leo huyu ndiye anafaa kwa sababu anaonekana
anazo. Ukasema mali anaweza kafilisika. Hasa kifilisika iweje? Ndoa ya Kikristo sio ya kuvunjika, ni dumifu. Sasa kama ina sifa ya udumifu, wewe kwa sababu alikuwa anakuja nifundisha, alikuwa anavaa hivi na nini. Sasa leo hii ameishiwa. Kwa hiyo mimi huyu mwanaume siendelee naye. Kumbe wewe ulimpenda shauri mavazi. Ulimpenda shauri ya lile duka. Duka sasa amefilisika, hawezi, mtaji umekata. Sasa anasema na ndoa hapo. Mimi sitaki mtu wako na hangaika. Sasa hivi tuna matatizo. Nini kinanifanya niingie muunganiko na huyu? Utu wema wa kwake, sifa zake nani? Kama ni mali tutatafuta. Ndio maana wewe unayetaka kuoa, uwe ni mtu ambaye unajishughulisha. Unaweza kufanya kazi. Unayemuoa au anaweza kufanya kazi. Mkikurupushana mwanamke hajui hata kupika, hawezi kulima, hawezi kufanya nini. Yaani hana lolote. Ni golikipa. Sasa golikipa maana yake ni wakulisha tu. Na wewe unakuta katika unyumba tunasema kwamba ukifunga ndoa mtasaidiana kimwili na kiroho. Kuna mahitaji ya kimwili. Sasa mwenzangu bwana, hivi tufanye hiki na hiki. Haka kabusani bwana yeye. Hivi na hivi. Kuna vitu ambavyo mtashirikiana. Lakini sasa wazazi unakuta pengine mnafanya uchaguzi, unataka tu yule ambaye anazo. Sio kwamba mtoto wako atatafuta. Kwa hiyo unamtengeneza. Akiishiwa, mwanangu haiwezekani. Ndio unakuja hivi siku hizi hata wanja uweke vizuri. Nani mbona umepauka hivi? Mwache. Unakuta wazazi pengine wamesukuma kuvunja miungano ya ndoa. Anaweza amefunga ndoa ya kidini vizuri kabisa. Lakini unakuta mzazi kama ni hivi hamna. Ameishiwa. Mwanangu hapana. Rudi nyumbani. Sasa unafanya nini? Yaani wewe unakuwa ni kichocheo cha kufanya huyu aingie katika maisha ya dhambi. Akikaa peke yake mwisho atakuwa nini? Mshawacha, anaanza kuwa ni mtu ambaye anavunja uaminifu. Anaanza kuwa mtembezi kwa sababu wewe umemtoa kwa mume wake. Mwanaume naye umemnyang'anya huyo mke. Labda rudi kwetu na nini, mwanaume anaanza kuhangaika, mwisho sasa anaingia tabia mbaya, matatizo. Kwa hiyo wazazi wawe makini, kwa sababu unapomuoza mwanao endelea kupalilia mazingira ya kufanya wadumu, sio waachane. Maana yake inakuwa ni ndoa ya masharti sasa. Mwanangu sawa atakuwa, lakini ukiona hivi na hivi achana naye. Sasa maadili gani hayo? Hayo sio maadili. Hayo sio maadili. Udumifu ndio tunaoutaka. Na wazazi wawe makini kutayarisha watu wao katika udumifu katika ndoa. Na udumifu huo utapatikana tu, kiini cha ndoa ni kwanza wewe mwenzangu naye kutafuta uwe na imani na mimi na imani kwa Mungu. Tuwe wacha Mungu. Kutokana na ucha Mungu mengine ndio yatafuata. Kule kuambatana katika maisha yetu, kikazo kikubwa ni kwamba Mungu tumweke mbele. Mungu anataka nini? Mimi nataka kuwa utaratibu mimi kama Mkristo, ndoa ya mume mmoja mke mmoja. Na hii ni ya kudumu. Na kudumu kwetu niwe mwaminifu. Na kuwa mwaminifu basi nione kabisa kwamba nisiwe mbinafsi. Kwa sababu nikiwa mbinafsi ndio nianza kufanya mchepuo. Ni ubinafsi. Unataka raha za rejareja huko mitaani. Utamletea shida mwenzako. Tangu zamani hata katika ndoa za jadi ilikuwa nini? Umeenda huko umefurukuta na unaleta makaswende kwa mke wako. Kwani kesi vipi? Yeye ameniletea magonjwa na nini? Wanaume wanapigwa faida. Wewe umletea magonjwa ya zinaa mwenzako vipi? Mbona sio mwaminifu? Haya. Sasa ulimwengu wetu lazima kwa makini. Wazazi. Kuna mashemeji, kuna mawifi. Wewe mtoto wa kiume pengine unaposema kwamba nataka kuoa, dada zako walikuwa wanasema kaka alikuwa ananunulia na daftari, napata kaunta 2. Sasa hivi tangu ameoa, mama nilikuwa namuomboleza anipe hata kaunta 1, amesema hana nafasi. Wao mawifi wanaanza kumchukia wifi yao. Eti hili ndio linaanza kumzuia kaka yetu. Zamani alikuwa anatusaidia, siku hizi hatusaidii. Ni matatizo haya. Wanafamilia wanashambulia muungano wa ndoa yao ndugu yao. Sasa haya yanasaidia. Kwa hiyo unajikuta wanafamilia pia wanaweza kusaidia kuvunja. Na swala hili la imani umegusa kidogo hapo. Kuna umuhimu gani na uzuri wa kuoana watu wa imani moja tofauti na hizi ndoa mseto? Kwa kweli mimi nasema kama watu ni ndoa za kidini zingekazaniwa zaidi.
Sio Mungu. Hapa Tanzania miongozo ipo. Kwa mfano Rita wanakuambia kwamba jamani, kuna utaratibu. Mjadi huyu anapotaka kuoa afunge ndoa na mjadi mwenzie. Na mjadi mwenzie hapa sasa ndoa yao ikafundishwa na afisa tarafa. Umeona? Kwa sababu yeye anasema basi mjadi pengine anasema nani kiongozi wenu mjadi sasa ambaye atasimamia masuala ya ndoa ya kisheria hapa Tanzania na upewe na shahada ya ndoa. Haya. Mjadi na mjadi mwenzake maana yake mwabudu mzimu mmoja. Maisha ya kiroho kwa mwanadamu ni muhimu sana. Unaabudu nini? Mnaabudu nini? Kumbe yale mnayoamini ukiwa na mjadi mwenzako mtaenda sawa. Kwa sababu lazima mjengeke katika yale maisha ya kiroho kadri ya mazingira yenu. Mjadi na mjadi, haya kaandikishe huko kwa afisa tarafa. Lakini sasa kuna ulimwengu ule, hizi unasema si mseto. Mseto nini? Mseto ni kuseta. Neno mseto linatokana na kuseta. Kuseta maana yake kupindisha au kupinda. Sasa kupinda unasema wanafunga ndoa mseto. Maana yake iliyopinda toka mwanzo. Sasa utanionea raha. Unaingia muungano wa ndoa ambayo ina mapungufu. Imepinda. Maana yake unapindisha mambo. Ndoa za Kikristo, ndoa za Kiislamu, ndoa za kimila, ndoa za Kihindu, ndoa za Kibudha. Yaani iende hivyo. Ili kusudi hawa wawe na uelewa namna yao wanapojichukua kadri ya nani. Kama wewe ni al-Islamia basi funga ndoa ya Kiislamu, usimame vizuri. Mkristo funga na Ukristo. Wewe unasema kwamba mimi labda wa dhehebu fulani, EAGT. Basi funga na EAGT mwenzako, muendane. Sasa leo hii unakuta vijana hawajali sana mambo ya imani. Na wasipojali mambo ya imani, sawa, serikali iliweka hizi ndoa zinaitwa za serikali. Kwa sababu wao walitaka kulinda maslahi kwamba jamani, nchi ambayo haina taratibu za kisheria katika masuala ya Mungu, utakuwa na raia ambao wamezaliwa msopoli. Utajikuta una watoto wa mtaani wengi. Na hii itakuwa shida. Taifa haliwezi kutulia. Ndio maana ule mwongozo kwamba jamani basi kuna wale wengine ambao wameshindwa kuwa watiifu kwa imani zao. Wewe unakuta ni Mkristo. Halafu unasema mimi bwana hamna. Nitaenda tu kuchukua mtu mwingine wa aina yote afu nitafunga naye ndoa. Nitaenda kufunga ya kiserikali. Maana yake kwanza kuheshimu dini yako. Unageuza mambo. Mwenyezi Mungu anasemaje katika vitabu vyetu? Sasa kama wewe unasema mimi ni Mkristo, funga ndoa na Mkristo mwenzio iwe ya Kikristo, mtaendana hapo na maadili yenu mtayaweka vizuri. Ukisema mchanganyiko, haya unachanganya nini? Nini na nini unachochanganya? Maadili tofauti yapo yatakayoendana na nani hapo. Nasema mimi nimeoa mwenzangu hapo, tunaenda kufunga ya serikali nini. Haya wewe Mkristo unasema mimi nitamuoa Ashura, sawa. Sasa tukija kwenye ukweli katika maandiko ya dini, Muislamu anaambiwa, Qur'ani inamwambia wanawake wote wa Kiislamu ni kwa ajili ya Waislamu, wanaume wa Waislamu. Sasa wewe Mkristo unakwenda kumchukua Ashura, wapi na wapi? Tayari pale unaanza utata. Ndio maana kufunga ndoa pengine watu wenye imani moja ni jambo zuri zaidi. Kwa sababu tunachotafuta hapa udumifu. Na udumifu pia muabudu mamoja, mshirikiane mamoja na malezi ya watoto wenu. Sasa kama mwingine anaenda huko mwingine, inafika mahali mtu mnagombana. Haka katoto kataenda na mimi kwenye dini langu. Haka katoto kataenda kwenye dini langu. Kwa sababu gani? Nimesema hiyo mseto. Nimesema hivi. Neno mseto linatokana na kitenzi kuseta. Kuseta ni kupindisha. Sasa wewe toka maisha, muundo wako wa maisha umeingia maisha yetu yaliyopinda. Wapi na wapi? Ndio maana si vizuri. Mimi nisingependa kusema kwamba ndoa za mseto mimi si, kwa kweli katika maisha yangu mimi hiyo sioni sawa. Kwa nini ufike mahali wewe maamuzi yako na akili yako? Si una akili. Akili yako kile kutoka sababu mseto, unataka kusema nini? Hujui kwamba kutakuwa na mapungufu mengi ndani yake. Wewe umelelewa, unaamka asubuhi, sala asubuhi, Yesu kama kuna Bikira Maria na kama leo hii unasema mseto. Hutaweza kutimiza majukumu yako ya sala.
Kwa sababu gani? Mmeunganisha na nini mbili. Huyu atasaliki vyake, huyu akifika kusali hamtaambatana. Na wewe ulisema kwamba ndoa bwana ni kuambatana. Acha wazazi wako na mimi acha wako tutengeneze maisha yetu ya familia. Familia haiwezi kujenga vizuri. Kwa hiyo kunakuwa na shida. Kunakuwa na shida. Ndio maana wale wanaokurupuka kusema si na msaidizi. Si nimempata huyu. Chunguza vizuri, unakuta wengi wana matatizo. Wengi sana wameingia matatizo sana. Na leo hii unakuta wengine waliofanya zaidi. Ndio utakuta wanatusumbua. Mimi ilikuwa hivi, niliomba ruhusa, si kafanya hivi. Sasa haiwezekani. Mimi naomba tu ndoa yangu hii ifunguliwe. Sasa ilikuwa ndoa ufungue, imekuwa ni fundo la kamba umebeba kuni ulifungia alafu unasema nilifungue. Haya ni maisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana usicheze. Muungano mtakatifu wa ndoa uwe muungano ili ndoa iwe dumifu. Sasa mafundisho hayo pengine hawana, amegugu sasa. Lakini siku hizi sasa kuna wanaruhusiwa hata wapi na wapi kijana. Hizo ni kesi za maisha. Unakuta huyu labda kazeeka, amekwenda hapo akamchukua sijui nani huko wakaishiishi na mzee mwenzie. Sasa anasema jamani mimi nina shida. Naomba mniruhusu basi niweze kuwa nitengeneze maisha yangu yawe yaliyokaa sawa katika mtazamo wa kidini, nisije nikafa ovyo ovyo. Sasa vijana wanachanganya. Wewe uko kijana unakurupuka kutaka ndoa ya mseto saa hizi. Kwanza inaonekana kwamba hujui, hujafundishwa, hujaiva kimafundisho ya imani yako. Ndio maana unakwenda tu. Hasa wafundishwe mapema. Bahati mbaya basi malezi ndio hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, changamoto kama hizi tunaweza tukazipunguza kwa kuelimisha, kufundisha elimu ya dini, watu wajue maandiko, katekesi tuendelee, mafundisho endelevu kwa hawa yaendelee. Na hata wale wanandoa ambao wameshafunga, kwa kweli mimi nimeshaishi mahali fulani tukatengeneza tulikuwa na program. Wewe ukifunga ndoa mwaka huu, mwaka kesho ukimaliza mwaka mmoja tunakuita kwenye semina. Njoo baada ya mwaka mmoja fanyeni sharing. Mmeendaje kwa hivi na nini, tupata changamoto hizi na hizi. Hiyo semina inalenga kuwasaidia hawa wana mwaka huu mmoja, lakini wapate semina inayowasaidia tena kuendelea mbele. Umemaliza miwili tunakuita semina. Baada ya miwili ile semina ya mwaka wa pili ukimaliza tunakuacha mpaka ufikishe mitano. Ukifikisha miaka 5 hapo wanasema jamani wanandoa wote ambao mmefikisha miaka 5 tutakuwa na programu yetu endelevu. Wale wote mmefikisha miaka 5 tunawaita kwenye semina. Tunaongezea malezi ya ndoa kiroho na ushauri wengine na sawa. Lakini sasa hivi unakuta mtu amefunga ndoa, tunawaacha mno. Sisi wachungaji programu hizo zimekufa. Na mimi mwenyewe ambazo niliwahi kuziishi, lakini mazingira yamefika mahali tunaona kwamba inashindikana. Labda maeneo makubwa unajikuta sasa programu ambazo kuna zitimiza inashindikana na uchache wetu. Sawa, watu wameongezeka, lakini ni vizuri kuwepo vitu hivyo. Baada ya mwaka mmoja wanaitwa semina. Wanaenda, wakitimiza miwili wanaitwa. Wa miaka miwili wanandoa wote wamefikisha miwili njoni. Bado vijana hawa wanaendelea kulea. Kwa sababu tunasema ndoa ina ujana, ina utu uzima, ina uzee, ina kukongojoka. Sasa zile hatua wanapitaje? Hata wale wazee na wenyewe wasaidiwe kuzeuka taratibu katika ndoa zao. Wewe unakuta mpaka dakika ya mwisho inafika sasa. Hili Biblia mimi sitaki. Kwenda huko. Wanaanza kutukanana. Wameishi miaka yote wamezeuka. Unakuta nyumba wamekata vyumba. Huyu huku huyu huku. Vipi sasa? Si sasa hivi ndio mlitakiwa sasa mtunzane vizuri zaidi, mnaonana kama kaka dada. Vipi? Hamna. Na hasa unakuta matatizo. Na wenyewe hawakuendelea. Malezi endelevu hayapo. Kumbe vitu hivi pia tunapoona matatizo yanaongezeka, tuwe makini zaidi katika matayarisho, na wale wanaoendelea kukua katika ndoa wapate tena malezi endelevu ya unyumba yenyewe. Kuna baadhi wamekuwa pengine wanalalamika. Wanasema inawezekana kabisa yale mafundisho ya ndoa muda mfupi mno, yani unakuta hatuelewi, unaambia mafundisho labda siku 2 3 mmefunga ndoa. Sasa hiyo unaisemaje? Haiwezi kuwa sababu pia labda ya ndoa nyingi kuwa na matatizo na changamoto nyingi, hata wengine wakatamani kuachana? Kwa kweli mimi katika ujioneo wangu tangu nikiwa padri wa mwaka wa kwanza, kwa kweli nilikuwa nawahurumia. Siwezi kukubali
kwamba huyu anataka kufunga ndoa, nikampa mafundisho ya siku 3. Kama namwambia labda tutafanya labda ya mwezi, tufanye hivi na nini, au akikataa nasema basi mchungaji mwingine awashughulikie. Siwezi. Kwa sababu gani? Hawa wanachezea, hawajui wanachokifanya. Ndio maana sasa katika ndoa tukitaka zidumu, kwa kweli wanahitaji mafundisho. Wanahitaji mafundisho. Na kwa kuwa wanahitaji mafundisho gani sasa? Unaweza kaona hii pair mazingira yao, ndio maana watu na mazingira yao, wametoka mazingira gani? Hivi wewe nani? Ulisoma na shule, nilisoma na wewe hivi nani? Unajaribu kuona malezi yake na makuzi yake, anajua nini, amekufikia wapi. Sasa kuwashape wewe wanandoa, wanahitaji malezi kwa kweli. Na kuwafundisha, hatuwafundishi dini tu, tunawafundisha mpaka mambo mengine, mila na desturi nzuri. Tunawafundisha pia mambo ya afya. Leo hii wanandoa wengi unakuta sasa hivi wanaachana. Vipi? Kijana anasema mimi nataka kuoa. Kumekuwa na vitu mimi nakumbuka katika umri wangu huu. Nimegundua vijana wengine walikuwa nini? Wanadanganywa. Wewe unataka kuoa. Sasa bwana, kuna kamti fulani, huyu mwanamke utakayemuoa, ile siku ya kwanza ya ndoa yako bwana, unapokuwa ndio utatumia ndoa yako mara ya kwanza. Kuna mti huu, tafuna huu mti, ukupatie nguvu, uwe na stamina. Mpaka akukiri kwamba hapa hili lilijogoo. Vijana wameingia kilimbukeni katika maisha ya Mungu. Wanahitaji mafundisho sahihi. Wale waliodanganywa ndio maana sasa hivi tabu. Wewe kijana, Mungu alivyokuumba, una nguvu ya maumbile. Mungu alivyokuumba, mwanzo tu unasema naingia unyumba, unaanza kutafuta madawa yanayokuchachausha zaidi ya ile maumbile yako alivyokuumba Mungu. Matokeo yake sasa ni kama unasema hii engine hii imesetiwa inaenda speed hii. Wewe unataka uende speed zaidi mapema. Hata magari ukinunua unaambiwa, bwana, kilomita za mwanzo uende taratibu. Ikifika hapa imezoea, ukifika hapo sasa wewe unataka uanze na spidi kubwa. Hata magari ukilinunua unaweza kaliharibu. Unaambiwa kwamba liweze kuchanganya, liende kasi moja. Kuanzia hapa mpaka kilomita kadhaa usizidi speed hii. Kuanzia hapa mpaka hapa enda speed. Baada ya muda sema sasa enda kawaida, sasa imezoeleka. Sasa unakuta vijana wengine ndoa zao zimepata shida toka mwanzo. Anakula madawa yanayomchachausha mwili wake. Matokeo yake sasa, toka anapotumia tendo la ndoa, mwanamke atapata mshtuko. Namna gani hii? Hatari. Kwa sababu gani? Amedanganywa. Na hiyo ikiendelea namna hiyo, atakwenda anafika mahali fulani ambao kijana pole, umejiharibu. Umetumilia mwili wako vibaya. Umekuna anza kutumia madawa ya kukuongezea nguvu sio ziada. Kuna watu unakuta kesi, unakuta anataka kwa vipi sasa, huyu mwanaume hamna. Mimi sielewi tu. Hizo nguvu sio za kawaida. Kila mara nadhani wanatafutia madawa na nini na nini. Kuna watu wanasemaje? Kuna makabila yanayotumia nini? Tunasema dawa ya kuzalishia punda. Punda kawaida ana nidhamu. Pengine hazai ovyo ovyo, ana uzazi wa mpango punda. Lakini sisi ukitaka mapunda yazaliane, wenyeji wanaofuga punda huwa wana dawa. Wanazo wasagia, kuna aina fulani anaweka kwenye maji wanakunywa. Ndio yale madume yanachangamkia. Huyu akiwa kwenye joto, kweli joto yanaambatana ili yaweze kunani. Sasa huyu atumie dawa ya kuwapa wanyama wazaliane, uitumie wewe binadamu. Ndio unakuta kesi unasema huyu ameshakuwa kichaa. Vipi? Anashambulia, ndio unakuta anashambulia mama zao. Wewe umeoa, una mwezi mmoja. Mke wako hatoshi. Unaanza kujuzia wanawake wa watu. Kile alipondia, yani anashambulia. Stage hiyo ikienda hiki huyo tumtafuta poli ili amekimbele. Utakapouchosha mwili wako namna hiyo, unakufa. Mwili wako kimaumbile ya kawaida hamna. Kwa hiyo unakuta mke anabaki, mume wangu siku hizi hana nguvu. Sasa mimi nitaishije? Na mimi bado naoga maji yanamwagika. Shida. Ndio maana kesi nyingi za wanandoa wengine wamepoteza nguvu za kiume kwa sababu wamedanganyika, wakaanza kutumia madawa yanayochachausha miili yao mapema. Na kufanya hivi wameharibu.
Wamewatisha wake zao mpaka nasema hili ni mwanaume vipi? Nasema ni chuma yo matatizo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo pengine yanawaathiri, na ndoa nyingine zinavunjika sababu akienda amepoteza nguvu, basi kwisha. Na wanawake na wenyewe kuna ile unasema nini, kitu inaita nini, kufika ubaridi katika via vya uzazi. Mwanamke naye anapoteza ile hamu, inaitwa frigidity. Kwa sababu gani? Mwanaume yeye ametoka labda ni mlevi, anakuja kula amekunywa kirikiki. Mwanamke ni wakukurupukia, hatayarishwi. Matokeo yake ni hii. Mwanamke sababu anakutana na mume wake, mwanaume anadai nipe haki yangu. Anapodai asema nipe haki yangu, hasa haki yake inaga. Manake tendo la mnyumba. Lakini huyu anakuja amelewa. Hamtayarishi huyu mama. Matokeo yake anamwingilia kabla huyu hajawa tayari. Sasa ikiendelea hii, huyu anafika mahali fulani anapoteza ule muonjo. Kwa hiyo atakuwa sasa amekuwa ni kama chombo. Malalamiko itakuwa ni jamani, mimi basi ndoa yangu ina shida. Sasa sijisikii kumpokea mume wangu. Kwa hiyo siku hizi ananipiga kwa sababu sijisikii nimpokeeje. Amenifanya sasa nikapoteza hisia zangu. Kwa sababu alikuwa nini? Anakuja tu ananipararukia, hanipi matayarisho, na ndio ndoa nyingi nao ni kesi. Sasa hawa wasipoambiwa vijana, yanafikiri tu ni kukuru. Ndio maana wanahitaji malezi, unyago wa ndoa. Na wanapopata yale mafundisho yanawasaidia kuishi vizuri. Vinginevyo kijana amekuwa tu anasema la, basi huyu ni mke wangu. Wewe mke wangu unaninyima mimi? Unaanza kutoka nje sio? Pwa. Sasa wewe umempiga. Atakuwa na utulivu wa kusema kwamba afurahie maisha yako. Wewe kama mwanandoa wake, anaweza kufika mahali anasema sikutaki. Na ndio unakuta ndoa nyingi, kuvunjika kwa ndoa nyingine ni hiyo. Watoto wa kiume wengine wanakurupuka mazoea mabaya. Halafu anamwendea mwenzake basi kinamna ambayo sio. Kwa hiyo anahitaji kufundwa. Na kama hakufundwa ndio basi itaanza hivyo. Na kwa kuwa yeye alianza na mafundisho mabaya ya kula mavitu huko, halafu ndio aje aonekane kwamba yeye ndio baba jandarume, basi wanaharibika. Ndio maana unakuta maeneo mengine unakuta wanaume ndio ile unakuta wanaanza hivi mwanaume suruali. Kwa sababu huyu amejimaliza mwenyewe. Usiharibu maumbile yako, fuata taratibu Mungu alivyokuumba. Usitumie via vya uzazi vibaya, uwe wa kiume uwe wa kike. Ukitumia vibaya, matokeo yake ndio wanaharibikiwa. Labda tumalizie kwa kweli, haya ni mambo muhimu sana ambayo wametushirikisha baba katika umri wako huu wa miaka 45 ya kichungaji kama padri Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Kuna swala moja tu ambalo natamani tumalizie. Serikali unasemaje? Kwa sababu serikali na yenyewe ina mkono wake hapo. Tumeona hivi karibuni tu mwaka 2016, 2022, 2024 na hata mwaka huu 2025 bungeni wakiongea. Spika wa bunge mama yetu Tulia Hudson aliuliza swala la P2, lakini pia waziri mwenye dhamana alielezea kwamba kuna dawa zinatumika kiholela, ni kama hizo P2, hizo misoprostol, mifepristone na zingine. Akasema kuna madawa yanatumika kiholela, tuwashauri tuwaelimishe watu waache wafuate ushauri wa madaktari. Lakini hizo dawa zipo, zinauzwa tu kiholela. Inawezekana ikawa sababu kwa sababu zinapatikana kiholela, zikawa zinatumika kiholela. Nini maoni yako? Sasa mimi kama mchungaji, maoni yangu ni kwamba iwe ni serikali imeongea au ni watu wa habari wanazagaza taarifa hizo au nini, cha msingi ni kwamba hawa watu ambao ni wanandoa wasikurupuke, kwa sababu una uhuru wako, una uhuru wa imani umepewa, una uhuru wako katika ndoa yako. Unasimamaje? Sasa wewe mwingine ndiye aje kushauri tumia madawa haya, tumia haya na nini? Lazima ujitambue, kwa sababu hayo yote kiingia mwilini ina madhara.
Na kama ina madhara, kumbe mimi kama kiongozi wa dini, mimi nisingeshauri kwamba jamani, waumini wangu, wewe kama ni mwanandoa, ndoa yako iache iende kadri Mungu alivyokuumba. Kwa sababu ukitumia haya yanavuruga mfumo wa Mungu. Jiheshimu, mheshimu na mwenzako. Nakumbuka kuna mwaka kule India walipata shida. Kulikuwa na hizo contraceptive. Wanaopewa ni wanawake. Wanawake waliandamana. Haiwezekani. Kila dawa zinazotengenezwa za kucontrol sijui nini, haya uzazi wanawake akasema hakuna, tutaki. Katika kusema wataka akasema sasa kama ni hivyo mwanzishe mtindo mwingine, wanaume ndio wana meza na wenyewe, kwa sababu sisi tunatubeneza sisi na wanaume na wenyewe. Ikawa tatizo. Uhindili kule walijadili sasa, jamani sio tufanyeje, tufanye nini? Dadadini. Haya, sisi unasema unatufunga kizazi, wanaume na wenyewe wafunge kizazi. Wakaingia ule mtindo wa kusema wao wanakata ile mirija kutoka kwenye korodani kule na usafirisha nini, ili na wenyewe basi na wenyewe wasiendelee kutuzalisha ovyo. Sasa ni matatizo, lakini yote haya ni kuingilia maumbile ya Mungu. Mimi ushauri wangu nimesema hivi. Hata kama serikali inawezekana ina sababu yake wanapozaa jamani hiki, lakini hakuna serikali inaweza kumlazimisha mtu atumie yale. Hakuna. Una dhamiri yako wewe kama ni muumini wangu hapa. Una dhamiri yako njema na umefundishwa kwamba kufanya hivi ni dhambi. Kwa nini uanze kutumia vitu ambavyo vinakuharibu mwenyewe? Ile amri ya 5 ya Mungu inasema usiue. Lakini tunapoichambua anasema usiue, usijiue, usijipunguzie afya kwa mazoea mabaya. Mazoea mabaya leo hii tunazungumzia juu ya madawa kulevya manini. Hata utumiaji wa haya madawa yanayopingana na uzazi na nini. Ni matumizi mabaya, yanaharibu mwili wako. Kwa hiyo wewe utakuwa unajipunguzia afya. Yalipoanza haya madawa nini. Sikuna wakati huko kipindi cha nyuma sana. Nakumbuka miaka ya nyuma sana. 1983 Tanzania ilianza kuathirika na nini? Na madawa haya ya kudhibiti mimba. Nchi ya Canada tulikuwa marafiki zetu, rafiki na Canada. Lakini ilikuwa ni haya jamani, sasa mnashughulika na malaria, tukaanza kupewa ile nini? Unaletewa container la dawa za malaria. Lakini container nyingine naambiwa hizi bwana ni dawa za nini? Uzazi wa mpango. Lakini hizi dawa huyu mtu anayezitumia apimwe kwanza, waangalie damu yake kwenye nini ndio azitumie na wakubaliana na mume wake. Sasa huwezi ukakubaliana na kitu ambalo linamuua mwenzako wewe mwanaume. Kwa hiyo hayo mapitu nayo yasema mimi sio mwanasayansi wa mambo ya tiba, lakini ninachosema tu kimsimamo wa imani haturuhusiwi kutumia madawa yoyote yanayodhibiti mimba. Labda iwe ni kesi ya kusema kwa ajili ya afya yake huyu, ushauri wa madaktari wetu wa Kristo wameshauri kwamba huyu atumie hii kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Vinginevyo hapo ni dhambi, kwa sababu unaanza kuharibu mwili wako, na wewe umeambiwa kabisa usiue, usijiue, wala usijipunguzie afya yako kwa mazoea mabaya. Kwa hiyo mimi utumiaji wa hayo si mapitu, si manini, ni mazoea mabaya ambayo yanaharibu mwili wako. Kwa hiyo unajimaliza. Baba, mimi nakushukuru sana, na kwa kweli umeongea mengi, umeugusa vijana kujitunza, kujiangalia, kujisimamia ili waweze kukua vizuri, kuhakikisha kwamba wasitegemee kuna majibu mengine yani kuyatafuta kwenye Google. Watafute ushauri kutoka kwa viongozi wa kanisa, maaskofu na wasaidizi wa mapadri, watafute ushauri kwa wazazi wao na walezi wengine wenye maadili mazuri. Lakini kutegemea kwamba kila jibu utalipata kwenye Google, unaweza kupata jibu kwenye Google kumbe ni kwa ajili ya watu wengine, kabila fulani, labda taifa fulani, ambalo haliendani na maadili na mafundisho ya kanisa. Na pili ukasema juu ya wazazi kuwasimamia watoto wao, kuwalea watoto wao, kuwafundisha watoto wao ni wajibu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2204 na 2221 hadi 2023 inasisitiza wajibu wa wazazi walezi ni kufundisha watoto wao, kuwaelekeza, kuwapa mifano mizuri, wasiwe kikwazo. Kwa mfano
ulivyotoa hiyo kwamba sio kikwazo watoto kuwazuia labda wasifunge ndoa, kuangalia maokoto, kuangalia sijui nini, baada ya kuwaelekeza waweze kuwa na misingi ya mafundisho ya dini. Lakini ukasisitiza jambo moja pia kwa vijana, kwamba masuala haya watafute watu wanaoabudu mzimu mmoja. Yani kama nyinyi ni Wakristo, tafuta Mkristo mwenzako, Mkatoliki mwenzako. Wewe ni Muislamu, tafuta Muislamu mwenzako, mtaabudu Kiislamu. Wewe ni wajadi, nitafute mjadi mwenzako ili mkaabudu hao mizimu au mkaabudu hao miungu wenu, kuliko kutafuta mseto na ukatoa tafsiri. Jamani, kuseta ni kupindisha. Kwa hiyo hizi ndoa za mseto hazifai. Kwa sababu hiyo basi kaona jambo zuri. Lakini ukawagusa pia wachungaji. Ukasema wachungaji tuongeze mafundisho. Mafundisho ni ya muhimu sana. Sheria ya kanisa namba 528 kifungu cha kwanza na cha pili kinasisitiza kwamba mapadri, makasisi hawa waliangalia swala la kufundisha katekesi, walisimamie vizuri ili watu wawe na mafundisho, waziendee hizo sakramenti wakiwa na imani thabiti, wakiwa na uelewa wote, ili kuwe na maisha hayo mazuri. Basi umegusa pia serikali kwamba iko pale ina nani yake, lakini kama unaona kuna kitu kibaya na wao wakizuie, kwa sababu ni kuumiza watu, ni kuingiza watu kwenye dhambi, ni kuingiza watu katika hali ya kuharibu afya zao. Mimi baba nakushukuru sana. Kwa kweli nikutakia uchungaji mwema, na tuendelee kuwasiliana, na tutazidi kuja kuchota madini kutoka kwenu baba, mapadri ambao wamehudumu. Kwa kweli mmefanya kazi ya kichungaji kwa muda mrefu katika kanisa hili la Tanzania, hususan Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Wewe umekuwa hapa miaka 45 tangu ulipopata upadrisho mwaka 1980, siku nyingi sana. Na hiyo 2025, miaka 45 ni muda wa kutosha. Na bado una umri wa miaka 72, lakini bado una nguvu kuendelea kulitumikia kanisa. Baba, mimi nakushukuru sana, nikutakie uchungaji mwema. Sasa kwa kumalizia, tutaomba utubariki kwa niaba ya wazazi, kwa niaba ya walezi, kwa niaba ya wote ambao wanajaribu kuwasaidia vijana kukuza na kuhamasisha miito. Basi baraka yako iweze kuwafikia wote. Karibu baba. Asante. Mungu Baba Mwenyezi, na kuomba kwa moyo wako uangalie watu wako, viongozi wa dini, wanafamilia, wazazi, vijana, walezi katika ulimwengu huu. Basi waendelee kupewa malezi yanayofaa, ili kusudi vijana wakuwe wakijitambua, ili wanapotaka kuanzisha familia waanzishe familia ambazo zitadumu, na kusikuwepo hiyo mifarakano ambayo sasa inakuwa ni tishio katika familia ambazo ndio msingi wa maisha katika utu wa mwanadamu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda wote wanaojishughulisha na malezi ya familia, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Watu na mataifa